Makosa matatu yanawafilisi wafugaji wengi wa bata na hupelekea wafugaji wengi wa bata kukata tamaa na kutokuendeleza ufugaji huu muhimu wa bata. Na kosa namba moja ni la muhimu sana ambalo huwa linawavunja moyo wafugaji wengi wa bata. Kwa hiyo ndugu mfugaji, jitahidi sana makosa haya usiyafanye ili kusudi usiwe miongoni mwa watu watakikata tamaa na kuweza kufilisika. Au kama ni mfugaji ambaye tayari ushapitia kwenye makosa haya, jitahidi sana kuweza kuyafahamu na kuweza kuepuka makosa haya ili kusudi uendelee na ufugaji wa bata. Kosa namba tatu ni kosa la vifo. Kwani wafugaji wengi sana wa bata wanafilisika kulingana na vifo. Kwani vifo vya bata vinapelekea kwamba bata wengi kupungua na kuweza kufilisika. Mtu anakuwa tayari kashatumia mtaji mbalimbali, katumia gharama nyingi sana katika swala zima la kuweza kuhudumia bata, kuanzia pale kwenye vifaranga mpaka bata wanapokuwa wakubwa. Kwa hiyo kama kitatokea kifo aidha kifaranga au bata mkubwa, basi mtu huyo atakuwa amefilisika na kutokutimiza malengo yake. Kuna vifo vya aina mbili ambavyo vinasababishwa na sisi wenyewe wafugaji. Kuna vifo vya vifaranga vyenyewe pamoja na vifo vya bata hawa wakubwa. Kwa hiyo ndugu mfugaji, ili kusudi kuepukana na vifo, kwanza inabidi tuweze kufahamu sababu ambayo inapelekea vifo vingi vya bata kutokea. Kwanza katika vifaranga, vifo vingi vya vifaranga husababishwa na baridi. Kwani vifaranga vyako vitakapokuwa vinapata baridi, baridi ile inapelekea wale vifaranga kupata homa ya mapafu na homa ya njia ya kupumua na kupelekea vifaranga kuweza kufa kimoja baada ya kingine mpaka mwisho wa siku kujikuta kwamba hauna vifaranga vyote. Kama utakuwa na vifaranga 20 au 15, vyote vitakuwa vimekufa. Na sababu nyingine inapelekea vifaranga vingi kufa na kupoteza maisha ni kwa sababu ya vidudu. Ina maana kuna viroboto. Kuna viroboto ndio vidudu ambavyo vinaathiri sana vifaranga. Hivyo jitahidi sana bata wako watakapotaga mayai, watakapokuwa wametoa mayai, maana yake wametotoa, jitahidi sana kuweza kupulizia dawa viroboto, kwani ni sababu kubwa ambayo inapelekea vifo vya vifaranga. Ili kuepukana na changamoto hii au kuepukana na vifo vya vifaranga, jitahidi sana kuweza kulinda vifaranga vyako dhidi ya joto, yani kuzipa joto au kulinda dhidi ya baridi. Kwa hiyo jitahidi sana katika eneo lako ambalo unafugia kuweza kuwa kuna uwezekano kupatikana wa joto, aidha uweze kutumia balbu au uweze kutumia njia asili kuweka mkaa au kila siku asubuhi kuweza kuvitoa kuweza kupiga jua kama na mfugaji mwingine ambavyo anavyofanya hapo. Na vifo vingine ambavyo vinasababisha wafugaji wengi kuweza kufilisika ni vifo vya bata wakubwa. Bata wakubwa mara nyingi sana huwa wanaathiriwa sana na swala zima la magonjwa. Kuna magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kuathiri bata wako. Kwa hiyo magonjwa, mfano unaweza kuona bata anaharisha, bata anakohoa, bata ana mafua, bata anapata madudu makubwa katika eneo lake la kichwa kwa anakuwa haoni. Na pia magonjwa mengine kama viroboto pia huwa wanaathiri bata wakubwa. Ili kusudi kuweza kuepukana na changamoto hii ya vifo, ndugu mtazamaji, jitahidi sana kwa sababu ni sababu namba 3 kubwa ambayo inapelekea bata wako kuweza kufa. Kwa hiyo jitahidi sana bata wako wakubwa kuwa na ratiba ya chanjo, jiwekee chanjo, ratiba ya chanjo, na pia bata wako kuwekea mazingira kila baada ya miezi 3 kuweza kuwapulizia dawa ya kuua viroboto. Na kitu kingine kuweza kuwafuatilia bata wagonjwa wale wote kuweza kuwatenga na bata wazima ili kusudi hali ya kama kuna mgonjwa yoyote bata asiweze kumuathiri yule bata mwingine mzima. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, pia jitahidi sana kutenga vifaranga pamoja na bata wakubwa ili kusudi wasiweze kupigana na wasiweze kuambukiza magonjwa kutoka kwenye bata mkubwa kwenda kwenye bata mdogo. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hizo ndio sababu kubwa sana ambazo zinapelekea bata kuweza kufariki au kuweza kuongezeka kwa vifo. Kama umeweza kunielewa ndugu mtazamaji, basi itakuwa ni jambo zuri sana la kuweza kuepukana na hili kosa kubwa namba 3 ambalo linasababisha wafugaji wengi kuweza kufilisika au kuweza kuchukia ufugaji huu wa bata. Na kosa namba 2 ndugu mtazamaji ni upungufu wa uzito. Yaani bata wako wanakuwa na uzito mdogo na kuna sababu mbalimbali ambazo zinapelekea bata wako wanakuwa unapeleka sokoni wanakuwa na uzito mdogo. Umekadiria bata wako mmoja shilingi 25,000 au shilingi 20,000, lakini unajikuta kulingana na uzito mdogo wa bata, basi bata wako wanapungua bei na wanakuwa bei ambayo hairidhishi.
na hii inasababishwa na vitu vikubwa viwili ambavyo huwa vinapunguza uzito. Kitu cha kwanza ambacho kinapunguza uzito ni lishe duni, na kitu cha pili ambacho kinapunguza uzito katika bata wako ni minyoo, maana yake wadudu wa tumboni, minyoo. Kwa hiyo utajuaje kama bata wako wana lishe duni? Utajua bata wako wana lishe duni kama bata wako watakuwa ni dhaifu na wanakuwa na kilo ndogo, na utakapeleka sokoni ina maana wanakuwa na bei ndogo. Na kujua kama bata wako wana changamoto ya minyoo ni pale utakapoona bata wako wanakuwa wanaharisha, wanakuwa wanakula karibu, wanakuwa masaa yote wanataka kula, ukiwapa chakula wanakula hawapumziki na hawapati muda wa kupumzika. Hii inapelekea kwamba kujua kama bata wako wana minyoo. Ili kuweza kuepukana na changamoto hii na kuweza kuikinga shida hii, cha kwanza kabisa ndugu mtazamaji, inatakiwa uweze kuwa na ratiba kuweza kutibu minyoo, kukinga na kutibu minyoo. Maana kuna dawa ambayo inapatikana, dawa hii ukiitumia unachanganya kwenye maji, ukishachanganya kwenye maji na maana unawakinga na kuwatibu minyoo ambayo bata wako wanayo, na unashauriwa kitaalamu walau wiki 6, ina maana ni mwezi mmoja na wiki 2. Baada ya hapo unazipa tena mwezi mmoja na wiki 2, kwa sababu mazingira ya bata ni bata wanakuwa wanakutana na mazingira ya vumbi, mazingira ya udongo, na kwenye udongo pale kuna minyoo mingi na aina mbalimbali ya minyoo. Kwa hiyo unashauriwa ndani ya wiki 6 huwa unazipa dawa za minyoo bata wako kwa ajili ya kuweza kuongeza uzito na kuwakinga na kuwatibu pia na minyoo. Na kitu kingine ndugu mtazamaji ambacho inabidi uweze kukifanya kuhusiana na jambo zima la lishe, kama lishe itakuwa ni duni, hauna ratiba nzuri ya kuzipa chakula bata wako, basi bata wako hao utapelekea kuweza kupungua uzito. Mfano, ratiba nzuri ya chakula cha bata kitaalamu ndio kuweza kuwalisha kutwa mara 3, asubuhi, mchana na jioni, na kila muda ule wa chakula jitahidi sana bata wako waweze kuwa na maji mengi. Wanakuwa wanakula na wanakunywa na maji, maana bata wanapenda sana maji, tofauti kubwa na kuku wa jinsi walivyo. Na kwa swala zima la lishe, changanya lishe yako. Changanya, usiweke tu lishe aina moja. Aina moja tu ya chakula pia inasababisha bata kuweza kupata stress ya chakula, wanakuwa hawana hamu ya kula kile chakula, na pia wanakuwa hawana uzito mkubwa ambao ulikuwa unataka ili kusudi kuweza kupata mavuno yalikuwa mazuri na kujipatia pesa. Kwa hiyo ni kosa kubwa namba 2, uzito kuwa mdogo kwa sababu ya chakula. Kwa hiyo kwenye lishe yako tu mtazamaji, jitahidi sana kama angalia katika skrini yako hiyo, jitahidi sana kwenye lishe kuweza kuzipa mboga za majani. Mboga za majani kuna vitu vingi, kama unavyoona leo tumeweza kuzipa bata wetu maboga. Kuna siku nyingine tunazipa mchicha, tunazipa matembele. Yote hiyo ni kuweza kuchanganya lishe. Na pembeni huko kwenye beseni kuna maji ya kunywa, na pembeni hapo kuna pumba. Zile pumba lazima uchanganye pumba, usaga dagaa, tafuta pumba za mahindi, tafuta pumba za mchele, zote hiyo au za mpunga. Kwa zote hizo ni pumba ambazo inatakiwa uweze kuzitumia au lazima uwe nazo uweze kuchanganya kwa ajili ya bata wako kuweza kuwa na lishe ilizokuwa nzuri. Kwa hiyo ukichanganya vitu hivyo na bata wako kwa wanawapa, ina maana kiukweli bata wako watakuwa ni wanene na watakuwa na lishe iliyokuwa nzuri. Kwa hiyo utaepukana na changamoto ya uzito mdogo. Kwa hiyo hilo kosa namba 3, namba 2 utakuwa umeliepuka, na ukiwapeleka bata wako sokoni watakuwa na uzito mkubwa na utakuwa ni miongoni mwa watu watakayekuwa na faida, na hautakuwa na shida ambayo yale makosa ya wakulima wengi, ya wafugaji wengi ambao wanakuwa wanapata hasara au wanafilisika kwa ajili ya ufugaji wa bata utakuwa hauna. Kwa hiyo utafilisika kama bata wako utapeleka sokoni na watakuwa hawana uzito mkubwa. Kwa hiyo mtaji wako wa milioni 2 lakini unapata milioni 1.5 au milioni 1. Kwa hiyo lazima ufilisike, na hii biashara utaiona ni ngumu na wakati watu wengine wanatajirika kupitia ufugaji wa bata. Na kosa namba 1 ambalo kosa ni muhimu sana wafugaji wengi wanakutana nalo na linawafilisi wafugaji wengi ni kukosa kwa soko au soko kuwa duni. Kwa hiyo ndugu mfugaji wa bata, kama wewe hauna soko, unafuga bata hujui utamuuzia nani, unafuga bata hujui bata wako wakifikisha umri gani na watakuwa ni wangapi utamuuzia nani. Hii pia imepelekea watu wengi kufilisika, kwa sababu anakuwa na matarajio makubwa lakini matarajio hayo yanashindwa kutimiza kwa sababu hajui anamuuzia nani, soko lake linakuwa duni. Kwa hiyo hapa nitakupa mbinu mbalimbali za kuweza kupata soko la uhakika
ili kusudi utakapovuna bata wako ujue unaweza kumuuzia nani na utapeleka wapi. Katika mbinu mbalimbali za kuweza kujua soko lako unalipataje, cha kwanza kabisa inabidi uweze kujitangaza aidha kwa njia ya mitandao ya kijamii au wewe mwenyewe uweze kupeleka bata wako kwenda kuongea na wale wauzaji moja kwa moja. Kuna wauzaji pale sokoni ambao wanapatikana, lazima uweze kuongea nao kuweza kuwafahamisha kwamba mimi na bata wangu ninao na pia nitakuwa ninao bata idadi fulani na nitauza kwa bei shilingi fulani, ndio uweze kuwapelekea. Na kitu kingine uweze kufanya uchunguzi wa bei ya bata iliyoko sokoni ni bei gani. Lazima uende na uwe kama unafanya kuulizia bei kama unataka ununue. Kwa ukienda kuulizia bei kama unataka kununua utajua kwamba sasa hivi zimesimamia bei gani, aidha ni 10,000 mpaka 25,000, na pale utajua kwa mimi nitakapovuna nitauza katika bei gani. Kwa hiyo watu wengi sana wanakuwa wanafeli kwa sababu soko hawalijui. Masoko kwa kweli ya bata yapo na yako ni mengi sana. Unaweza kuwasiliana pia na sisi tuweze kukusaidia jinsi gani ya kuweza kupata soko la bata kwa bei ya jumla jumla. Na ili uweze kufaidika vizuri na ili usifilisike na ufugaji huu wa bata ukaona kama ni changamoto au ukaona haukulipi, ni kwa sababu ya swala zima la haujui unamuuzia nani au hujui soko lako unampelekea mtu gani. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, sisi tupo kwa ajili yako na wewe ili kusudi kuweza kukusaidia katika utafutaji wa masoko. Kwa masoko yanapatikana na bei zake ni bei rafiki ambayo wewe mwenyewe utashangaa itaweza kukutoa katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na pia kuna aina mbalimbali ya bata ambao wanapatikana ili kusudi unapokuwa unapeleka bata wako uwe unajua, na kila aina ya bata huwa na soko na pia na soko lake nalo. Kwa ndugu mtazamaji, inabidi uweze kujua kama bado unafuga bata wa asili kama hawa, ina maana soko lake linakuwa tofauti na wale bata bukini au wale bata wa kisasa au bata wa kizungu. Kwa hiyo inabidi uweze kujua bata wako wako aina gani na soko lako linapatikanaje. Kwa hiyo kama bata hawa asili ni bata ambao wana soko kubwa na watu wengi sana wanawapenda kwa sababu ni asili na bei yake pia iko juu. Lakini wale bata bukini pia ni bata ambao watu wengi wanawapenda, soko lake liko juu zaidi kuliko hili, lakini hili nalo ni soko lake liko vizuri na watu wengi wana uhitaji mkubwa sana wa bata hawa wa kienyeji. Kwa ndugu mtazamaji, hayo ni makosa ambayo wafugaji wengi wanayafanya na yanawapelekea wao kuweza kufilisika na kuweza kuchukia ufugaji huu wa bata. Kwa hiyo kama na wewe ni miongoni mwa wafugaji hao ambao wana changamoto, wanafanya makosa haya na wanafilisika kupitia ufugaji wa bata, naomba uweze kuchukua hatua ambayo inabidi uweze kuichukua ili kusudi kuweza kurekebisha na kuweza kupambana na mapambano dhidi ya kuweza kutokomeza hasara hii ambayo unaweza kuipata na ikakupelekea wewe kuweza kufilisika. Na kitu kikubwa cha kuweza kuchukua ni upunguzaji wa vifo, na kitu kingine jitahidi sana bata wako kuweza kuwalisha ili uweze kuongeza uzito, wewe ni wazito na uweze kupendeza. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, jitahidi sana bata wako kuweza kuwatafutia soko, watafutie soko kwani masoko yanapatikana ili kusudi usiweze kufilisika. Kwa hiyo ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tunashukuru kwa kuweza kuwa nasi, kwani mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video mwingine bomba. Kwa hiyo tunakusihi tu ili kuweza kupata masoko, naomba uweze kucomment hapo chini soko ili kusudi tuweze kukuunganisha na masoko mbalimbali ya bata aina zote, bata bukini na bata wa asili. Na pia kama unaona bata wako na changamoto ya uzito mdogo, naomba uweze comment neno hapo chini uzito ili tuweze kushauri kitaalamu zaidi na kukupa mbinu mbalimbali jinsi gani ya kuweza kuepukana na uzito mdogo. Na pia kama bata wako wanakufa sana bila kujua sababu yoyote, wanakufaje, umeweza kuhangaika katika mbinu mbalimbali ambazo tumeweza kukufundisha lakini bado wanaendelea kufa, andika neno vifo katika comment ili kusudi tuweze kuwasiliana na wewe na tukusaidie kwamba unapitia changamoto gani na tuweze kukutatulia changamoto zako ulizokuwa nazo. Na pia kitu kingine ndugu mtazamaji, kama unataka video zingine ambazo zinahusiana na swala zima la bata na vitabu vya bata, naomba comment neno vitabu pamoja na neno video. Tutakutumia video mbalimbali ambazo zinakufundisha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine kuhusiana na swala zima la ufugaji wa bata. Na kama unataka vitabu, andika neno vitabu, tutakutumia vitabu ili kusudi uweze kujifunza na uweze kujikwamua
na haya makosa ambayo watu wengi wanayapitia usiwe miongoni mwao. Pia naomba usubscribe.